Karibu katika Mwenda TV. Kuwa kwanza kuweza kupata taarifa zetu, tafadhali subscribe, lakini pia usiache kutani on notification kwa taarifa nyingi zaidi. Jibiwi. Kwa nini? Unakosa kitu kinaitwa nini? Imani. Unapokuja kwenye maombi, ni kweli unaomba, lakini bado una mashaka na yule unayefanya nini? Unayemuomba. Unakuja kwenye maombi, ndio Mungu nisaidie, unganitendee hiki, lakini moyo wako bado una mashaka. Hivi Mungu atanipatia kweli? Hivi Mungu utanipatia kweli? Hivi Mungu unaliweza na hili? Ngoja nikwambie, imani, nafikiri tunafahamu imani ni nini? Ni kuwa na hakika na mambo, ni bayana na mambo yasiyofanya nini? Yasiyoonekana. Hiyo tunajua, lakini kuiishi kwayo ndiyo mtihani mwingine. Kuwa na imani. Sikiza nikwambie, imani ni pale ambako unaamini bila kuona. Ni pale ambako ninaumwa, nimechoka, ninamuita Mungu, lakini ninaamini ya kwamba ninapona sasa, hata kama sijatumia dawa yoyote. Imani, kuamini bila kuona ya kwamba Mungu atasikia na atajibu maombi yako. Hiyo ndiyo imani. Ninapopiga magoti kwa haja nilionayo, kwa maombi nilionayo, hata kama sijaona mwanga, lakini ninaamini ya kwamba Mungu niliye naye atafanya. Sijaona bado, lakini imani yangu inasema Mungu niliye naye hawezi kushindwa, maana kwake hakuna lisilowezekana. Hakuna lisilowezekana. Na hiyo ndiyo ambayo tunapaswa tuwe nayo, wa Kristo. Anasema, na tukiendee kiti cha rehema. Kwa nini? Kwa ujasiri. Ninaumwa, siwezi, nimechoka, lakini napiga magoti, ninaamini ya kwamba Mungu niliye naye atanishindia hata katikati ya nini? Ya ugonjwa. Ngoja nikupatie kisa kifupi cha kwangu. Nakumbuka nikiwa kidato cha pili, tulikuwa tunakaribia NECTA. Leo ni Ijumaa, tushinde Sabato, Jumapili, Jumatatu NECTA. Hiyo Ijumaa niliyokuwa niko hapo, niliumwa sana. Macho yalivimba, nikawa siwezi hata kuona mbele. Zimebaki siku ngapi niende kwenye NECTA? 2. Jumamosi asubuhi, bado hali ni tete, ninaumwa. Mama anapokuja kuniangalia, hata na yeye analia, maana macho yamevimba, sura imevimba, yani niko hapo nimelala, nimechoka, siwezi. Mama akaniambia, leo hautaenda kanisani, maana unafanya nini? Unaumwa. Sijui nilipata kaujasiri wapi. Nilimwambia mama, kwani wanaoumwa si huwa wanaponywa na Yesu? Na mimi nitaenda kanisani nikaponywe wapi? Huko. Bwana Yesu asifiwe. Tunao washiriki ambao wakiumwa kama mafua tu wanalala wapi? Nyumbani. Kikohozi kidogo tu amelala. Hata kanisani, unajua nilikuwa sijisikii vizuri. Lakini kwenye vikoba unaenda na mafua yako. Hata kama unaumwa vipi, bora ukafie kwa nani? Kwa Yesu. Nenda kule, kuna uponyaji. Bwana atakuponya. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao huwa tukiumwa hatuendi kanisani, punga mkono moyoni, lakini usionyeshe kwa watu. Sikiliza, tembea ukiamini ya kwamba huko ninakoenda ni kwa yeye aliye na nini? Na uponyaji. Mafua ndio usiende kanisani, mafua.
ambayo dawa yake ni kitambaa tu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kae nyumbani. Wewe njoo tuimbe na mafua yako, lakini unamtukuza nani? Maana ukikaa nyumbani ndio utakana kwenye KTV. Hope Channel itakuchosha, utahamia kwenye EATV. Bwana Yesu asifiwe. Ibada ipo haipo? Bora umesema sinema zetu, maana unajijua. Usishawishike, usiye kumpatia shetani nini? Utukufu. Nikaenda kanisani kwa kujikokota kokota hivyo hivyo. Ninapofika kanisani ninakutana na somo linalosema kumtumainia nani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu huwa ana makusudi na wewe. Kabla haujajua yeye ashafahamu. Yule mtu wa Mungu alihubiri juu ya kumwamini nani? Mungu. Nikatoka nimejawa na nguvu tena, lakini sijapona. Ila moyo wangu una amani, maana ninaamini ya kwamba Mungu niliyeambiwa ana uwezo wa kuponya, ana uwezo wa kunielewa nani? Hata mimi. Kwa nikatoka kanisani nina furaha, ninamshangilia Bwana, lakini bado sijapona. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo imani. Bado kitu haujakiona, lakini wewe tayari unaamini ya kwamba kwa kuwa nimeshamwambia Baba, uzima ni hakika. Jumamosi kapita, Jumapili bado sijapona, Jumatatu asubuhi bado ninaumwa. Mama alipokuja akaniangalia, sasa ndio unafanya mtihani, utaenda kufanya mtihani kweli? Mama, ninaenda. Kwa hivi ulivyo utaenda kufanya mtihani kweli? Ninasema na wazazi walioko hapa, wakati fulani tunawavunja moyo vijana wetu. Wakati ambako wao wanataka kusimama kumtumainia Mungu, wewe ndio unawavunja nini? Moyo. Kuwa mbaraka. Kuwa daraja la kupitisha baraka kwa wengine. Usiwe ukuta wa kuzuia nini? Baraka. Nikamwambia mama, mimi ninakwenda, maana nisipofanya mtihani itanilazimu nirudie nini? Darasa. Na kwenye ratiba zangu nimesema mwaka huu lazima nimalize form ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Nikajiandaa kwa tabu. Mama akanitafutia pikipiki, ikanibeba, ikanitoa nyumbani mpaka wapi? Shule. Lakini kumbuka, tangu Ijumaa ninaumwa, sijapitia chochote. Kwa sisi ambao hatupendi kusoma, huwa tunasomaga asubuhi ya nini? Kumbe tuko wengi. Lakini macho yamevimba, sioni vizuri. Asa Mungu, ninafanyaje mtihani? Ninakumbuka nilipiga magoti kwa jeuri. Nikamwambia Mungu, mimi ninafanya nini? Mtihani. Lakini ombi langu lilikuwa gumu. Sikwambii ukaombe hivyo. Mbea Mungu, mimi ninafanya mtihani. Nikifaulu, sifa na utukufu ni vya nani? Lakini nikifeli, mjinga sio mimi, mjinga ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Nikakaa, wenzangu wakiona hivyo wananicheka. Ameona mtihani, amefanya nini? Ameumwa. Kama nani ameumwa? Hataki kufanya hilo, naomba mtihani. Nikamwambia Mungu, mimi kwa kutaka namna hii kweli? Baadaye akili kaniambia, sikiliza, haujasoma. Kuna watu watakusaidia kufanya nini? Kusoma. Kwenye kila shule kuna wale wajinga wenzangu ambao siku ya mtihani huwa wanakusanyika, wanamchukua mwenye akili mmoja na katikati, alafu yeye ndo anakuwa reference. Kwa hiyo hao ndio wakanisaidia mimi kufanya nini? Kwa hiyo ninakaa hivi, wapi swali kitoka silielewi vizuri sehemu fulani, ninaenda pale nachokoza tu, jamani, hivi kitu fulani kikoje? Wanaanza wanavunua. Wakisoma mimi naweka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ukimuomba Mungu, Mungu anakupatia mbinu za kushinda. Bado unataabika maana hujamuomba nani? Ona Mungu alivyokuwa wa ajabu. Kengele inagongwa, tunaenda kwenye mstari. Bwana Yesu asifiwe. Niko pale, macho yangu yamevimba, ni mgonjwa, mtu mwenye mahitaji maalum. Tukaletewa msimamizi wa kiume, libaba lisura limekomaa ngede. Nikasema huyu wataniua.
hatujakaa sawa. Msimamizi mkuu anambadilisha, akamleta mdada. Bwana Yesu asifiwe, kazuri. Anatukagua pale, aliponiona kashtuka, mtume, na wewe unafanya mtihani? Nikamwambia ndio. Kweli? Nikamwambia ndio. Akanichukua, akanihamisha, akanileta mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwomba Mungu, Mungu anakupatia na kaheshima. Nimekaa mbele hapo, yule msimamizi kila akizunguka anarudi kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Nikapewa na mabodyguard na Yesu. Lakini Mungu alinisaidia, nilikuwa na kaspidi kakuandika. Kwa hiyo nikasoma kale kamtihani, nikifumbua macho ninaandika, nikichoka ninalala. Dada anakuja tena, vipi unaendelea? Ama ninaendelea, ninaandika tena. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye anapopita msimamizi mkuu anamwambia, tunaye huyu lakini ni mgonjwa, tunaomba tumwangalie vizuri. Na yeye ananionea huruma. Jamani, Mungu akusaidie. Na mimi hapo nikawa mgonjwa zaidi. Amina. Ukimwomba Mungu, Mungu anakupigania. Mtihani wa kwanza ulipoisha, ninaambiwa twende ofisini ukanywe chai ili upate nini? Hivi unajua chai ya wasimamizi wa mtihani? Nilifanya mtihani nikiwa ninalishwa na Mungu kupitia chai ya watu gani? Mchana naenda kula kwa watu gani? Na mimi msimamizi sio msimamizi. Nilipata kitambi ghafla, maana Mungu alifanya nini? Na sikiliza nikwambie, matokeo yalipotoka nilifanya vizuri. Acha kuwa na visingizio juu ya nani. Unapoomba amini ya kwamba Mungu atakutendea. Usiwe na mashaka. Kitabu kile cha Yakobo sura ya kwanza fungu la 6, Biblia inasemaje? Yakobo sura ya kwanza fungu la 6. Yule anayetusomea naona leo hayuko jirani, naomba tusome mwenyewe. Yakobo sura ya kwanza fungu la 6. Biblia ina jambo la kutuambia hapo. Anasema, ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na wapi na huku. Kwa hiyo tunapoomba tuwe na imani ya kwamba Mungu atafanya. Ninapenda zaidi kitabu kile cha Yakobo sura ya 5 fungu la 16. Biblia ina ujumbe tena mwingine mzuri wa kutuambia hapo. Anasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Akiomba kwa nini? Kwa bidii. Usiombe siku moja ukabweteka, usiombe siku mbili ukabweteka. Kuomba kwake mwenye haki kuna nguvu, kwafaa sana. Akiomba kwa nini? Kwa bidii. Tunaye mwanamke alikaa miaka 10 na mingapi? Ibani 10 na mingapi? Akisubiri Mungu amponye. Wewe kamwaka kamoja umechoka na kuomba. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa. Akiomba kwa nini? Kwa bidii. Fungu la 17 anasema, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi. Elia alikuwa kama sisi, alikuwa kama wewe, lakini aliomba mvua isinyeshe. Na alifanya nini? Haikunyesha. Kwa nini? Tunapoomba, omba kwa imani. Usiwe na shaka, maana Mungu atatenda, na akitenda anasema utanyamaza kimya. Bado haujaomba, bado. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa. Akiomba kwa bidii, akiomba kwa bidii.
Mwenyezi Mungu atusaidie, atupatie moyo wa imani wa kuomba. Sikia nikwambie, maombi bila ya kuamini ni sawa tu na kuomba kwa mdomo lakini moyo haujashiriki. Maombi pasipo imani ni sawa na kupiga stori. Maombi pasipo imani ni sawa na kujirisha nini? Upepo. Ombi lenye nguvu ni ile unaloomba ukiamini ya kwamba unayemuomba atakupatia, na hauna mashaka na yeye, Lakini sikiza nikwambie, dini kinatokea pale ambako unaomba kwa imani. Namba moja, Mungu hukutendea mambo makubwa. Pale unapoomba kwa imani kwamba Mungu, ninajua hili siliwezi, ninajua hili sioni njia, sioni jambo, lakini ninakuja kwako, nisaidie. Mungu atakuonyesha mambo makubwa. Anasema niite nami nitakuitikia. Mungu atakutendea makubwa na utabaki unashangaa. Kwa nini? Maana uliomba kwa imani. Kijambo lingine, unapoomba kwa imani unapata faraja. Una matatizo yanakusumbua, una mizigo inakuzongazonga, lakini tunapoenda kwa Mungu ukiamini ya kwamba pumziko lako linapatikana, unapomaliza kuomba unapata amani ya moyo, maana unajua mahali nilikopeleka maombi yangu ni mahali salama. Lakini kama hujaomba kwa imani, unapoenda kwenye maombi, ukinyanyuka, ulienda ukiwa na mzigo, unatoka bado una mzigo wako. Nikiwa na imani, ninapoomba kwa imani, ninatua vyote. Namwambia Yesu, beba wewe, mimi niache nitembee nikiwa niko huru. Unapata faraja. Unaombea familia, mke haeleweki, mume haeleweki, hata kama anakutendea nini, ukiomba kwa imani, unaamini Mungu amefanya nini? Amekupumzisha. Unapata faraja ndani ya moyo na Mungu anakutendea makubwa. Lakini pia ukiomba kwa imani utaiona miujiza ya Bwana. Kila siku unasikiliza wenzako wakitoa ushuhuda Mungu amewatendea, wewe haujatoa kwa sababu haujawahi kuomba kwa imani. Siku ukiomba kwa imani, miujiza itaonekana kwenye maisha yako. Siku ukiomba kwa imani, makubwa yataonekana kwenye maisha yako. Nani anasema Mungu nisaidie, ninatamani niwe mtu wa maombi tangu sasa, niombe nikiamini ya kwamba wewe utanitendea na nisiwe na shaka? Nyosha mkono. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Tusimame. Tunapoomba tuamini ya kwamba Mungu akitutendea naye atakuwa ya kwetu. Lakini kwa kuwa tuna ubatizo Jumamosi ijayo, nani anasema mimi Mungu kwa neema yako ninatamani ubatizo huu usinipite, nami niwe miongoni mwa watu watakaobatizwa. Kama kuna mtu wa namna hiyo, tunapoimba wimbo huu beti la kwanza, yeye atatembea kuja mbele. Saheri ya salam tunapojidhiri, kama tukija kwake Yesu rafiki, tukiwa na imani kwamba kama yuko ambaye anatamani kubatizwa Jumamosi hii, tembea tu kama upo. Mimi nataka Jumamosi hii wanapobatizwa watu, mimi pia nibatizwe. Tembea. Sasa ya salam iliyo heri waliochoka sana watapata raha. Tuombe. Baba wa mbinguni, neema yako ni kubwa sana kwenye maisha yetu.
Tumekuwa tukikuita kila siku za maisha yetu. Juma hili tunaendelea kukuita tena. Wewe ni Baba yetu unayetupenda, hatuna mashaka na wewe. Tujaze imani, tujaze imani. Tunapokuja mbele zako tusiwe na shaka yoyote. Tujaze imani tunapoleta maombi yetu kwako, tuamini ya kwamba Mungu umeyapokea na unatujibu sawasawa na mapenzi yako. Ondoa hofu kwenye maisha yetu, ondoa wasiwasi kwenye maisha yetu, ondoa kutokujiona kwamba hatufai kwako mbele zako. Baba, tupatie roho za ujasiri ya kuelewa ya kwamba tunaye Baba anayetujali. Hata tunapokuja mbele zako tuamini ya kwamba ni mahali salama pa kuleta haja zetu. Neema yako ikaendelee kuwa nasi ikitubariki kwa Kristo Yesu. Amen. Mungu atubariki sana.